الحمد لله الذي جعل الأزمنة مواسم للطاعات وفضل بعض الشهور على بعض، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين مبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها سادة الحضور، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kuona mwezi wa Rajab al-Fard, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameunyanyua daraja kama ilivyokuja katika nas ya al-Qur'ani na nasi ya hadith Nabii sallallahu alayhi wasallam. Katika nasi ya al-Qur'an, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika surati at-Tauba aya ya 36, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran, hakika idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Hii idadi inaweza ikachanganya. Je, 12 hii ni Januari mpaka Disemba au ni ipi? Kwa sababu mkorogo ulioko leo kwa umma wa Kiislamu ni mkubwa mno, mpaka tumekosa vitambulisho vyetu sisi umma wa Kiislamu. Hadhara yetu imetupotea. Na kwa nini sio hivi, ilhali hadhara hupata nguvu, vitambulisho vya Uislamu hupata nguvu ikiwa kuna backing ya political authority. Kwa msingi, si ajabu leo kuona watu wanajua Januari, Februari, March mpaka Disemba, tena anaweza kugeuza juu chini. Watoto wetu aghlabu ni hivyo, lakini wachache katika sisi kujua kalenda ya Kiislamu. Ndugu zangu, mwaka ambao una miezi 12 unaokusudiwa katika aya hii ni mwaka ambao hisabu yake ni al-qamar. Ndio tunasema sisi tuna tawqit al-qamari. Kalenda yetu inapelekwa na mwezi. Kalenda ya Gregorian inapelekwa na jua. Sisi tuna miezi 12. Miezi hii 12 Qur'ani isije ikaifafanua, bali sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ikaja kufafanua miezi hii. Na hapa kuna angalizo. Qur'ani huwa ni mujmal katika aya nyingi, yani imekuja kwa njia ya kiujumla. Maelezo yake ili kuyapata ufafanuzi wake lazima upate sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo moja katika faida ya sunna ni kwamba huja ikafafanua yale ambayo yamekuja kama mubham katika al-Qur'an al-Karim. Kwa hivyo sunna na Qur'ani ni mapacha wawili, huwezi ukawatenganisha. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, minha 4 hurum, katika 12 kuna 4 mitukufu. Sunna ikafanya kazi ya kufafanua 4 mitukufu, kama hadithi ya Abi Bakrata ambayo ni muttafaqun alayhi. Asema Abi Bakrata kwamba sallallahu alayhi wasallam, na hadithi marfu', ala inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ardh, zindukeni kuwa zama ni zenye kurudi katika asili yake Allah alivyoziweka, wala haifai kuzigeuza kwa maslahi, la, bali zama ni zenye kwenda kwa utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wasallam akasema, as-sana 12 shahran,
Mwaka ni miezi 12, minha arba'atun hurum. Sallallahu alaihi wasallam akasema katika 12 kuna 4 mitakatifu. Akaifafanua sallallahu alaihi wasallam, 3 mutawaliyat, hii ni 4 mitukufu, kuna 3 yenye kufuatana, kuambatana. Akasema ni Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram. Hii ni yenye kufuatana, yani tukitoka mwezi wa 10 na mwezi wa 10 Dhulqa'da, mwezi wa 11 ni Dhulqa'da ni mwezi wa 11, Dhulhijja mwezi wa 12, kisha Muharram ni mwezi wa kwanza. Hii ni yenye kufuatana. Kisha sallallahu alaihi wasallam akasema wa Rajab Mudhar, na mwezi mwingine wa 4 katika utukufu ni Rajab Mudhar, ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuita kwa majina mbalimbali. Kuna Rajab Mudhar kama ilivyokuja katika riwaya hii kwa sababu ya kabila ambalo liliitwa Mudhar lilikuwa likiutukuza mwezi huu, lakini vile vile mwezi huu Mtume akauita ni mwezi al-fard, Rajabul Fard, yani umepwekeka. Ile ni 3 mitukufu iko pamoja, lakini huu baina Jumada wa Shaaban akauita al-fard. Lakini vile vile mwezi huu unaitwa Rajabur Rahma. Kwa sababu gani? Kwa sababu rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zamiminika. Na aula pia wakauita huwa ni Rajabul Asab, ay tasubbu, yani rahmatullah, rahma za Mwenyezi Mungu zinamiminika katika ndani ya mwezi huu, ndio wakauita Rajab al-Asab. Lakini vile vile jina lake huitwa Rajab al-Asam, yani ni mwezi ambao hata Waarabu walikuwa hawapigani. Asam manake as-sukuta an al-qital, yani watu hawapigani, husikii kelele za nini, za mapanga. Ama kuitwa mwezi wa Rajab ni min tarajjubi, yuqalu arjaba fulanun tarjiban ay azama. Umeitwa Rajab kwa sababu unatukuzwa ndani yake. Sadatul hudhur, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliponyanyua misimu maalumu kama mwezi huu wa Rajab, kisha hakutulia hapo, fala tadhlimu fihinna, baada kusema dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndio dini ya sawa sawa, sheria zake ziko sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, Mwenyezi Mungu akasema musidhulumu ndani yake nafsi zenu. Mufassiruna wamekhtalifiana tamko la fihinna. Je, yarudia katika hiyo miezi 12 yote au fihinna yarudi kwa miezi 4 mitukufu? Kauli rajih ni kwamba miezi 4 mitukufu ni speciali kiasi cha kwamba tunatakikana kufanya mambo kadha wa kadha, miongoni mwao tarkul maasi, kuacha maasiya. Sairu shuhur, miezi yote Muislamu hafai kufanya maasiya, lakini maasiya yanapofanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab yanaadhimishwa, ni makubwa zaidi. Kama vile vile kinyume chake, kwa yoyote inayofanywa ndani ya mwezi wa Rajab Mudhar, istighfar inayofanywa katika mwezi wa Rajab, tilawa ya Qur'an, khutba, mawaidha, da'wa na mengine yoyote yanayofanywa ndani ya mwezi wa Rajab, basi ni maradufu thawabu zake. Ndugu zangu, tuzinduke kuwa huu ni mwezi ambao kuna ofa maalumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifungua. Ni wakati wa kukithirisha tahlil, istighfar na chochote ambacho ni katika taat. Lakini la tatu, mwezi huu huwa tayari uqul za Waislamu zipo katika kuangalia na yahduthu fi Ramadhan, yatakaokuja baada Ramadhan. Yani tunajiandaa hivi sasa kujiweka mazingira mazuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndio maana huwa tunakithirisha dua kama hizi. Mwenyezi Mungu atubariki katika Rajab wa Shaaban wa yuballighuna Ramadhan. Mwenyezi Mungu atubariki katika mwezi wa Rajab na Shaaban na atufikishe katika mwezi wa Ramadhan. Baada ya mukaddima kama huu, ndugu zangu, insha Allah Taala, katika
uwasilishwaji wa mada yangu leo, na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anipe taufiki kwa dakika hizi chache. Tutauangalia mwezi huu kwa kuwa umesuhubiwa na matukio mengi, lakini leo tutaangalia matukio matatu ambayo itakuwa si vyema mwezi wa Rajabu ukiingia na ukitoka, matukio haya tuweze kuyasahau, kwa sababu matukio haya yana focus kubwa sana katika hali halisi ya umma wa Kiislamu, na yana athari ya kisiasa, athari ya kiuchumi na athari ya kijamii, si katika zama zilizopita bali hadi ila qiyami saa. Kwa hivyo ni muhimu sana kuangalia mwezi wa Rajab ala dhuu hadhihi ahamu wa abrazul hawadith, na kuangalia matukio msingi, na kwangu mimi nimechagua matukio matatu. La kwanza, tukio maarufu al-Isra wal Mi'raj. Pili, tutazungumzia Fathul Qudus, kufunguliwa kwa mji wa Al-Qudus, na la tatu, one of the darkest events katika ulimwengu wa Kiislamu, kuvunjwa kwa ad-Dawla Islamia. Matukio haya ndugu zangu ni sadfa kubwa yalitokea ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab Mudhar. Wanaqulu wa billahi tawfiq. Tukio la Isra wal Miraj lina alaka gani, na kwa nini Rajab ikija inatukumbusha tukio hili? Lina alaka gani na hayatul muslim leo? Lina alaka gani na mafungamano gani na umma ulioko leo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Isra, wengine huita suratu Bani Israil, asema Allah katika aya ya kwanza, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Kisha wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila, aya zikaendelea. Lakini tuangalie aya hii, Mwenyezi Mungu amejitakasa hapa kwa kutumia tamko la subhana, na hapa kuna angalizo. Tamko la subhana ni at-tanzih, manake kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumtakasa Mwenyezi Mungu, isije ikafikirika kwamba lile ambalo haliwezekani kwa wanadamu ati haliwezekani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladhi asra bi'abdihi, hakika ametukuka yule ambaye amemchukua mja wake wakati wa usiku, tena sehemu lailan min al-masjid al-haram, kutoka msikiti wa haram Makkah. Hii min hapa ni nini? Ya ibtidaul ghaya al-makaniya. Alitolewa sallallahu alaihi wasallam katika masjid al-haram, yani haram si msikiti tu, hapa inakusudiwa eneo la Makkah, ila al-masjid al-aqsa, hadi katika msikiti wa mbali. Ila itakuwa ni intihaul ghaya al-makaniya, mpaka katika msikiti wa al-Aqsa, sehemu ya usiku. Mwenyezi Mungu akamchukua mtume wake bi'abdihi, kwa mja wake. Yani hii abd hapa imefanywa idhafa kwa Allah, kwa sababu asili faambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mtu tu wa kawaida, huyu ni mtume, ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Hii ni sharaf, lakini vile vile yaonyesha kuwa hata mtu akapata cheo kiasi gani, bado ni abd, bado ni mja. Tukio hili ndugu zangu, mtume akatolewa kutoka Masjid al-Aqsa, min Masjid al-Haram ila Masjid al-Aqsa, asema Allah linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir, ili tumuonyeshe ishara na alama zetu, hakika yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona, ni mwenye kusikia. Tukio hili ndugu zangu lilitukia katika mwezi wa Rajab, lakini isije ikafafanuliwa katika Qur'ani au katika hadithi ambazo ni qat'iyya dilala, hasa tarehe gani ama siku gani, lakini imefuatiliwa na muarrikhuna wakasema tukio hili lilitukia ndani ya mwezi wa Rajab kama huu tulionao.
Tukio hili ndugu zangu lina alaka gani na sisi? Je, ni kuangalia min nahiyati almu'jiza, sallallahu alaihi wasallam achukuliwa mpaka Baitul Maqdis, mahala parefu sana, kisha achukuliwa mbinguni, tuje tuone kwamba labda umma ishughulike sana kuangalia yani upande wa miujiza ilikuwaje, Burak na nini? Hii ni sehemu katika tamaduni zetu, lakini umuhimu ni kuangalia hili tukio lilikuja mazingira, umma wa Kiislamu ulikuwa wapi, ulikuwa katika hali gani? Hapa ndipo tutalifahamu tukio hili. Turudi nyuma kabla ya tukio hili ndugu zangu, mwafahamu wazi sallallahu alaihi wasallam alipitia katika kipindi cha mwisho cha ulinganizi wake Maka matukio ya kuumiza matatu. Tukio la kwanza, kufiliwa na Khadija radhiallahu anha. Tukio la pili, kufiliwa na ammi yake Abi Talib, ambaye huyu alikuwa ni kama political backup ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukio la tatu, Mtume kwenda kupiga mawe akitafuta nusra, seeking for the nasra, akitafuta nusra ya kunusuru Uislamu. Matukio haya yalikuwa ni shock kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Khadija ni support mkubwa, ammi yake Abi Talib support mkubwa, mpaka Makuraish walipokuja mara ya kwanza wakataka ati Abi Talib amzuie Mtume Muhammad sallallahu akaendelea, na Abi Talib akasema la, endelea mwanangu. Mara ya pili wakasema tuko tayari kusacrifice maisha yetu ili tumalizane na mtoto wako. Yani Makuraishi wakaja kwa mara ya pili, na mazungumzo haya yazungumzwa katika vitabu vyetu vya sera, wasema sisi utupe huyu mtoto wako, tukupe mtoto mwingine, huyu mtoto mwingine sijui utamlea utamfanya nini, lakini wako tumuue. Angalia mahesabu, wako tayari kusacrifice maisha ya watoto wao, lakini kuoa maisha ya mtoto wa mwenzi wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Mtume anataka kuuawa, lakini ammi yake Abi Talib akasimama na yeye, na Mtume akayozungumza powerful statement, wallahu law wada'u ash-shams law wada'u ash-shamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadha al-amra, lau baba hawa watakuja na jua walimilikishe upande wangu wa kulia na upande wa kushoto wanipe mwezi, ati ni kama hongo niachane na Uislamu, ili jambo haliwezekani. Na hapa kuna angalizo ndugu zangu, wallahi ulinganizi wa Uislamu hautaki compromise. Lakini hii statement ya mwisho ya sallallahu alaihi wasallam, hata ulaka dunahu, wallahi Uislamu wahitaji sacrifice. Ikibidi ndugu zangu, roho yako itoke kwa ajili ya Uislamu, roho yako itoke. Sallallahu alaihi wasallam anasema hata ulaka dunahu au yudhhirahu Allah, mpaka ima nife au Mwenyezi Mungu audhihirishe. Total compromise, total sacrifice ya sallallahu alaihi wasallam. Mtume yupo katika desperate situation, atafanya nini? Kama ni support hakuna tena. Kwa lugha ya kileo, Mtume akiendelea na dawa tungemwambia wewe mtoto hujitakii mazuri. Sasa yuko wapi atakayekutetea? Khadija mkeo amekufa maskini, sasa wewe ammi yako amekufa, wajitafutia balaa, shika msaafu usome Qur'ani, achana na dawa. Tungemwambia sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hali kama hii, Mwenyezi Mungu ana intervene, anaingilia kati. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram. Tunakupa safari hii unatolewa ardhini unapelekwa mbinguni. Kuna alaka kwa hii ardhi unaoishi, inahitaji suluhu kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Sallallahu alaihi wasallam akapelekwa mbinguni. Ni takrima kwake yeye kwamba yale yaliyokusibu, wallahi mimi Mungu sijakutupa ya Rasulullah, kwa sababu wewe uko na dawa yangu, nitakunusuru. Ikatike support yoyote kwa wanadamu wote, wakate support kwako, wallahi nusura yangu iko karibu. Ni bishara kwetu sisi. Rajab inatuambia ndugu zangu, katika hali hii ambayo labda unasikitika, watoto hawasikii, watu wanapanda vichwa wa wazee wao, maasi, leo kuna hizo sikukuu za nini, maasi utapakaa ulimwengu. Licha ya haya kuna vitimbi dhidi ya umma wa Kiislamu. Yaweza wallahi ikasikitisha Uislamu ikasema, jamani, hali hii tutanusuriwa kweli?
Sizungumzie khiana ya wale ambao wana uwezo lakini wamekiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaweza kakatisha Muislamu malindi hapa kwamba jamani, kihakika haya mnayoyasema kwamba Uislamu utasimama, haiwezekani. Haya yaweza kusemeka, lakini wallahi ukisema neno haya itakuwa haujaitukuza Rajab, haujatukuza al-Isra wal Miraj. Kwa tukio hili ni hakikatul imaniya na ni miujiza, lakini ni takrima ya da'wa ya Mtume Muhammad sallam ambayo alikirimiwa. Vipi takrima hii? Alikabidhiwa mambo mawili sallallahu alaihi wasallam. Akakabidhiwa swala 5, kisha baada ya swala 5 akatafuta nusra, akasimamisha dola Madina. Ndugu zangu, kuna rabita kubwa sana hapa. Katika hali ya dhiki kama hii, Mwenyezi Mungu ateremsha swala 5. Dalili ya kwamba swala, ndugu zangu, na ibada yote ya ruhia, lengo lake si kuwafanya watu wawe wavivu na kubwaga majukumu mengine. Kama leo utasikia kauli za watu, bwana wewe una nini bwana, si watu wanaswali swala 5, wazungumza kuhusu tawala wa Kiislamu, sheria za Kiislamu, unajiletea shida, kwani ushazuiliwa kuswali wewe? Yani watu wanaona kwamba swala ndio kitu ambacho kinabwagisha watu majukumu. Wallahi Isra wal Miraj inatuambia swala ni maandalizi ya watu kufeel responsibility ya kisiasa. Kwa dalili, swala ilipoteremshwa mwaka huu wa 11 ama 12, sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha masahaba wake kuswali na wakaswali, lakini hawakupakata mikono. Wakasema, ya Rabbi, sasa tumeswali, tutaingia peponi 100%, hatuna haja tena na dawa yoyote. Baada ya watu kuswali, Mtume anaambiwa endelea kutafuta nusra, na wallahi ikaja nusra. Waislamu wakasimamisha dola ya Kiislamu katika mji wa Madina. Ndugu zangu, ibada ya swala ni utangulizi wa kubeba majukumu ya kisiasa, wala sio kitu kinachotuwa wavivu tusishughulike na siasa. Tukiulizwa kwa swali, kwa funga, ina haja gani ya kushughulika na kisiasa? Lakini hapa tunaambiwa swala ni kichocheo cha maswahaba wajengwe na kuandaliwa kuweza kuwa ni mastatesman, watu wataishi katika serikali ad-daula islamia. Hili ni tukio muhimu ndugu zangu, al-Isra wal Miraj. Bottom line, tukio hili linatujulisha kuwa nusra iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa Uislamu ndugu zangu ni majukumu. Ibada dori yake ni kututengeneza katika nafsi, na kutengenezwa nafsi ni kichocheo cha kubeba majukumu zaidi ya kisiasa na kiutawala. Tukio la pili ndugu zangu ni tukio la Fathul Quds, mji wa Jerusalem au mji wa Al-Quds, ambao una tarehe ya kufanyiwa dhulma wakazi wake na dola ya Al-Byzantiya. Dola ya Al-Byzantiya, yani dola ya Kirumi, ambayo iliweza kuleta dhulma ya hali ya juu. Kwa hivyo yanayojiri sasa Gaza kwa miaka 2 iliyopita au miaka 3 iliyopita ni tarehe ile ile ya wakazi wa Palestina ambao wengi walikuwa ni Mayahudi kwa dini yao na Manaswara, wakaishi hapa, lakini waliishi katika dhulma ya utawala wa Kirumi. Mwajua walikimbilia nani? Hawakukimbilia watu wote, lakini walikimbilia watu wa imani kama nyinyi. Uislamu katika mwaka wa 16 Hijri, wakati utawala wa Kiislamu unaongozwa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, wanasikia watu wa Jerusalem, watu al-Quds, kwamba Uislamu umefitahi Lebanon, Syria na wapi. Wallahi walitamani Uislamu uje uwakomboe watu kama hawa. Asili si Waislamu, lakini waliposikia al-adlu al-islam, uadilifu wa Uislamu, wakasikia uadilifu wa sheria ya Kiislamu kwamba watu hawadhulumiwi, wakatamani wasokoa Waislamu waje wakombolewe na Waislamu. Leo imebadilika. Ati tunapopata shida tutakombolewa na Washington na London. Hii ni kinyume kabisa. Mayahudi, Manaswara waliokuweko waliposikia uzuri wa Uislamu wakatamani Uislamu uje, wakauzingira Uislamu mji huu takriban masiku kadhaa, mpaka qadatu hadhihi almadina,
viongozi, political authorities wa mji wa Al-Quds wakasema, jamani, tumesarenda, lakini sisi hatuwaamini wewe Abu Ubaida, wewe Khalid bin Walid, hatuwaamini sana. Twataka Muislamu kiongozi wenu aje yeye mwenyewe, nusallim miftaha hadhihi almadina, tumpe yeye kwa mikono yetu funguo za mji huu. Wanamkimbilia nani? Wanamkimbilia khalifa wa Kiislamu. Wasoko Waislamu wanamkimbilia khalifa. Je, Waislamu? Bila shaka leo umma wa Kiislamu, ndugu zangu, unafanyiwa kila aina ya fedheha. Utakimbilia nani huyu umma huu? Kama tukikimbilia kwa wale ambao ni wanasiasa wanajifanya ni wazuri katika sisi katika msimu wa siasa, mwisho tukiwapigia kura unaturuka 1,100. Wanakuambia kura yako shida yako, tajua mwenyewe. Tutakimbilia nani? Umma ulikimbilia khalifa. Waislamu nusu kwa Waislamu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akaja katika mji wa Al-Quds Sharif, akakabidhiwa funguo za mji huu, ukakombolewa mji huu ukawa ni moja katika biladi ya Kiislamu ikitawaliwa na sheria za Kiislamu. Na Umar ibn Khattab akaweka ahadi yake maarufu inaitwa Al-Uqda Al-Umariya. Mkataba huu ni kuhakikisha kwamba manaswara, yani Wakristo na Mayahudi na Waislamu wanaishi kwa amani tu. Authority iko kwa Waislamu, lakini hawatovulumiwa haki zao za kimsingi. Huu ndio muamala wa Uislamu. Sisi hatuna ishu na uraia, mtu kuwa raia, kuwa na dini yake aliyokuwa nayo. Sisi suluhisho letu ni kuwa Uislamu umekuja kutatua matatizo ya wanadamu wote, wakiwemo Wanaswara na hata Waislamu. Wala Uislamu si mfumo uliokuja na tatuo tu la Waislamu peke yake, la. Uislamu cheo chake, ndugu zangu, umekuja kutatua matatizo ya wanadamu wote. Ndugu zangu, Manaswara the only time waliishi vizuri na mahusiano mazuri ni wakati walipotawaliwa na sharia ya Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ardh, wa lahul kibriya'u fis samawati wal Ardh. Tukio hili, ndugu zangu, lilitokea ndani ya mwezi wa Rajab, tarehe 27 ya mwezi huu wa Rajab. Linatujulisha nini, ndugu zangu? Cheo cha Uislamu, ndugu zangu, cheo chake ni mfumo ulio na suluhu ya matatizo yote ya wanadamu. Lakini jambo la pili, wallahi, nusra ya Al-Quds kama ilivyokuwa ni Uislamu, basi suluhisho la Al-Quds leo Gaza na miongoni mwao katika biladi zote zile, suluhisho lake litapatikana kwa Uislamu. Halitopatikana, ndugu zangu, kwa karari za Umoja wa Kimataifa. Halitopatikana suluhisho hili, ndugu zangu, kwa kuingia katika ati muahadat na Mayahudi wala ceasefire. Suluhisho lake litapatikana kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Umar akaonyesha radhiallahu anhu mfano halisi kwamba kadhia ya Falastini si kadhia ya Mayahudi na Waarabu. Hii ni kadhia ya Mayahudi na Uislamu. Hii ni kadhia si ya kisiasa, mujarrad siasia izungumzwe katika mu'tamarat, katika mikutano mbalimbali. Hii ni kadhia yafaa kutatuliwa na kujengwa kwa msingi wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hakadha Umar radhiallahu anhu akaja kuikomboa Falastini na ikabakia katika rabta ya Uislamu. Ndugu zangu, nimalizie tukio la mwisho, tukio ambalo pia lilitokea katika mwezi mtukufu wa Rajab, tukio la kuvunjwa kwa utawala wenu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabashiri mustakbali huu kwa njia ya onyo, la tunqadhanna ura al-islami wa urwatan urwa, katika hadithi ambayo wamepokea Imam Tabrani na usimuliwa na Abi Umama al-Bahili. Asema Uislamu utavunjwa sehemu baada ya sehemu, utaondoshwa sehemu baada ya sehemu. Fakullama intaqadat urwa tathabbata an-nasu billati taliha, kila itakapoondoshwa sehemu ya Uislamu, Waislamu hawatakuwa na fikra ya kurudia ile sehemu iliondoshwa, bali wataiacha, waitupile mbali na kuidharau. Sallallahu alayhi wasallam akasema, fa awwaluhunna naqdan al-hukm, ya kwanza, fundo la kwanza la Uislamu litakaloondolewa na litakaofunguliwa ni utawala. Kuondoshwa kwa utawala, ndugu zangu, ndio kukapelekea Waislamu tumekuwa stagnant katika kiuchumi, kisiasa na kijamii. Hivyo basi kurudi kwa iza yetu ya kisiasa na ya kijamii na kiuchumi ni kurudia al-hukmu bima anzala Allah,
kurudia katika sheria ambazo ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho akasema wa akhiruhunna salah, na hukumu ya mwisho kabisa kuondoshwa ni swala. Hii ni tahadhari ndugu zangu, kwamba Waislamu watakapovunjiwa utawala wao, wasipourudisha ule utawala, sheria nyingine zote zitawaondoka mpaka ibakie ya mwisho kuondoka ni nini? Ni swala. Na ikiondoka swala itakuwa kuna la ilaha illallah tena? Hakuna, itakuwa hadhana, hakuna, watu watapuuza ili kuregesha. Na hii ni onyo ndugu zangu, kwa maana kwamba tufanye bidii. Khiana ishafanyika, ilivunjwa na watawala wa koloni, lakini ndugu zangu Waislamu tuelewe, kuvunjwa huku ni sisi tumepewa jukumu la kurudisha tena hadhi hii, utawala huu ambao ndio utaleta izza kwa umma wa Kiislamu, na hapa ndipo umma wa Kiislamu utarejelea ile izza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alinusuru umma huu katika vita, katika tukio la Isra wal Miraj na katika matukio yote. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.